Taarifa ambayo imetufikia mezani hii leo ni kuhusiana na kusitishwa kwa leseni ya gazeti la Mwanahalisi kwa kipindi cha miezi 6. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya huduma za habari, wamesema kwamba idara ya huduma za habari Maelezo inapenda kujulisha umma kuwa leseni ya gazeti la Mwanahalisi imesitishwa kwa miezi 6 kuanzia tarehe 19 Agosti 2026 kutokana na kukiuka sharti la 3 katika leseni ya machapisho linalovitaka vyombo vya habari kuzingatia sheria ya huduma za habari sura ya 229 na kanuni zake za 2017. Gazeti hili lilitenda kosa hilo kwa kuchapisha kwenye kurasa ya kwanza, pili na tatu katika toleo namba 571 na tarehe 6 na tarehe 6 hadi 12 Agosti 2026 maudhui yaliyobebwa na kichwa cha habari kinachosomeka Nchimbi agoma kujiuzulu pasipo kutimiza wajibu wa kuzingatia usahihi na mizani kabla ya kuchapisha na kusambaza habari kwa umma. Hatua hii inachukuliwa kutokana na gazeti hili kuwa na mwenendo wa kurudia makosa yaliyokwamishwa yaliyokwisha kuonywa, ambako kumbukumbu zinaonyesha kuwa mnamo tarehe 8 gazeti hili lilipewa onyo la maandishi baada ya makosa haya kutendeka katika toleo namba 557 Aprili 30 hadi Mei 6, 2026. Taaluma ya uandishi wa habari ni taaluma adhimu na inayohitaji kutumiwa kwa makini na uangalifu hali ya juu ili kuepusha upotoshaji na kuhakikisha jamii inapata habari sahihi za ukweli na ambazo kutafutwa, kuchakatwa na kuchapishwa kwake kumezingatia sheria, kanuni, weledi na misingi ya taaluma ya uandishi wa habari inayotumika kote duniani. Kwa muktadha huo, mkurugenzi wa huduma za habari Maelezo alipoona kuwa gazeti hili limetenda kosa lake la kukiuka masharti ya leseni iliyotolewa na idara chini ya sheria ya sura 229 pamoja na kanuni zake za 2017 kama ilivyorekebishwa mwaka 2024 na kwamba ikithibitika linaweza kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria, alitoa fursa kwa gazeti hili kufika idara ya huduma za habari Maelezo kwa ajili ya kusikilizwa juu ya makosa tajwa. Kikao kilifanyika katika ofisi ndogo ya Dar es Salaam siku ya tarehe 7 Agosti 2026. Baada ya majadiliano ya kina, gazeti lilipewa fursa nyingine ya siku 3 kuwasilisha maelezo ya ufafanuzi kwa maandishi, kumweleza mkurugenzi wa huduma za habari Maelezo kuelezea mazingira yaliyopelekea makosa hayo kutendeka. Habari Maelezo ameendelea na kusema kwamba maelezo husika ilipowasilishwa idara ya huduma za habari Maelezo ilibainika kuwa ufafanuzi uliotolewa haukidhi haja ya kuliondolea gazeti hili wajibu wa kuzingatia misingi hiyo ya kitaaluma, hususa ikizingatiwa kuwa gazeti hili ni kongwe na lina waandishi pamoja na walili wenye uzoefu wa muda mrefu katika tasnia ya habari. Na katika maelezo ya maandishi ya gazeti hili zilibainika dosari kadhaa dhidi ya misingi ya kiuandishi, ikiwemo kukosekana kwa usahihi na umakini katika kuhariri habari. Dosari hii ilithibitika baada ya kuonekana kuwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili kumetumika picha ya Mheshimiwa Dr. Christine Makonda ambaye ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na chini ya picha hiyo kuna maelezo yanayotaja kuwa ni Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni dosari ya mwandishi pamoja na mnyororo mzima wa wahariri unaohusika katika kuhakikisha usahihi wa taarifa zilizoandikwa kabla ya hatua ya kuchapisha gazeti husika. Dosari nyingine ilikuwa ni kukosekana kwa mizani ya habari. Hii ilithibitika katika habari husika kutokana na mwandishi kutochapisha maelezo ya upande wa pili wa habari. Maelezo ya habari hii yanajikita katika kuzungumzia kujiuzulu kwa Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, inayoonyesha mahali popote ambapo Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi mwenyewe amehojiwa na kusema lolote juu ya swala hilo. Aidha, habari hii imeandika juu ya hoja zinazodaiwa kutolewa na Mheshimiwa Paul Makonda, tena kwa kumnukuu, lakini hakuna mahali ambapo Mheshimiwa Paul Makonda amenukuliwa kuthibitisha au kuonesha yeye ndiye aliyesema hoja hizo. Dosari nyingine iliyothibitika ni kutokuwepo uthibitisho wa taarifa zilizochapishwa katika habari husika, kama mwandishi hajaonesha mahali popote alipochukua jitihada za kuwahoji hata mtu mmoja viongozi wa Chama cha Mapinduzi au watu waliokuwa wajumbe wa kikao hicho, mathalani katibu mkuu, katibu mwenezi au afisa habari wa Chama cha Mapinduzi, ili kuthibitisha hayo yanayodaiwa kuwa yalijadiliwa katika kikao hicho. Mkurugenzi wa huduma ya habari Maelezo pia amezingatia mwenendo wa gazeti hili kurudia makosa haya licha kuwa makosa haya ilishaonywa huko nyuma. Mathalan, tarehe 17 Februari 2026 gazeti hili liliandikiwa barua yenye kumbukumbu hizo kuwataka wawasilishe maelezo ya maandishi kutokana na gazeti la tarehe 12 hadi 18 Februari 2026 kuandika habari iliyokuwa na kichwa cha habari kilichosema Samia 2021 atakutana lini na 2026, ambalo lilimwelezea Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa ni dikteta